الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Hawakuwa na uwezo hawa wanaokufuru katika watu wa kitabu na washirikina kuachana na yale mapungufu ya dini zao ili waende dini ya sawa. Hawakuwa na uwezo wa kufanya hivyo hata taatiyahumul bayina, mpaka uwajie ubainifu, wapate muongozo, maelekezo, wajue lipi la wapi na lipi la wapi. Bayina yenyewe rasulu min Allah. Kazi hiyo ilikuwa ni nyepesi kama wataletewa mtume kutoka kwa Allah. Yatlu suhufan mutahhara, mtume atakayewasomea kitabu safi kilichotaharika, hakina makosa. Vitabu vyao tayari vilikuwa vina makosa, vishaharibiwa na wazee wao waliopita. Kwa hiyo wanaiamini Taurati, lakini Taurati yenyewe wakati huo ilikuwa sio, ishakuwa na mapungufu. Na wanaiamini Injili, lakini Injili yenyewe wakati huo ilikuwa sio Injili tena, imeingizwa mikono ya watu waandishi. Kwa hiyo lazima kije kitabu cha muongozo kutoka kwa Mungu kiwaelekeze, hapa mmekosea, hapa mmepatia, hivi ndivyo, hivi sivyo. Kazi hiyo ili iwe nyepesi kwao, walikuwa wanahitaji waletewe mtume. Rasulun min Allahi, mtume kutoka kwa Allah. Yatlu suhufan mutahharat, atakayewasomea kitabu kilichotaharika. Fiha, kwenye kitabu hicho, kutubun qayyima, muna sheria imara, sheria zilizonyooka. Tulishia hapo katika darasa yetu ya jana. Leo inshallah tunaendelea na aya inayofuata. Wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayina. Huu msimamo wa kuwa wanasubiri mtume walikuwa nao wote watu wa kitabu, Mayahudi na Wakristo, na pia walikuwa nao washirikina, kwa sababu walikuwa wanashare kwenye open discussions walizokuwa wanafanya. Mayahudi wanasema tunakuta katika kitabu chetu mmeandikwa atakuja mtume kwenye zama hizi za mwisho. Na Wakristo nao wanasema tumekuta kwenye kitabu chetu mmeandikwa atakuja mtume zama za mwisho. Washirikina wao wanasema tunamsubiri na si huyo mtume mnayemsubiri aje atuelekeze kwenye hiyo dini ya sawasawa iliyonyoka. Wama tafarraqa, kwenye hili hawakufarakana, hawakufarikiana, wote walikuwa wana msimamo huo. Alladhina utul kitaba, wale ambao wamepewa vitabu vilivyotangulia, kwenye hili hawakufarikiana, walikuwa wana msimamo mmoja. Ila isipokuwa kufarikiana kwao min ba'di ma ja'atuhumul bayina, kulikuja baada ya kuja huo ubainifu wenyewe. Alipoletwa huyo mtume wanayemsubiri, akawasomea hicho kitabu kilichokuwa hakina makosa, hapa ndipo walipofarikiana. Wamefarikiana baada ya kufahamu kweli. Wama tafarraqa alladhina utul kitaba, na wala hawakufarikiana hawa ambao wamepewa kitabu, illa isipokuwa walifarikiana min ba'di ma ja'atuhumul bayina, baada ya kuwajia huyo mtume. Yani wama ikhtalafa alyahudu wan nasara, hawakutofautiana Mayahudi na Manasara, hawakutofautiana, hawakukhitilafiana Mayahudi na Wakristo fi sha'ni Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kuhusu habari za ujio wa huyo mtume wa mwisho ambaye kwenye vitabu vyao kaandikwa na jina lake Muhammad. Hawakufarikiana, wote walikuwa wana msimamo wa kumsubiri
akija wampokee, wanufaike na atakachowafundisha, warekebishe matatizo yao ya kidini au ya kiimani. Kwa hili hawakufarikiana watu wa kitabu, Mayahudi wala Wakristo, ila isipokuwa min baadi ma jaatuhumul hujjatul wadhiha, baada ya kuwajia hoja ya wazi. Yule mtume waliyekuwa wanamsubiri kaja, kitabu alichopewa kaanza kukisomesha, kukifundisha. Hapa wao ndipo walipofarikiana. Hawakufarikiana wakati wanamsubiri, kwa sababu taarifa zake wanazo, ila min baadi ma jaatuhumul hujjatul wadhiha, ila walifarikiana baada ya kuwafikia hoja ya wazi, adallati ala sidqi risalatihi, hoja iliyoonyesha ukweli wa utume wake, wa annahu rasulu almaw'udu bihi fi kutubihim. Walikuja kubainikiwa kwamba huyu ndiye yule mjumbe au mtume aliyeahidiwa kuja zama hizi za mwisho kwenye vitabu vyao. Kwa hiyo Wayahudi alipokuja wakamkataa baadhi yao, na Wakristo alipokuja baadhi yao wakamkataa. Hapa ndipo walipotengeneza farqa. Lakini kabla ya kuja walikuwa wana msimamo mmoja. Na kwa nini wakatengeneza farqa, wakafarikiana? Kuna sababu kadhaa kwa mujibu wa mazingira na siyaki ya aya zinazopelekea wafarikiane. Hawa watu ni watu wenye ubinafsi kwenye dini zao, kama ambavyo imezungumzwa kwenye sura ya 2 suratul Baqara kuhusiana na Mayahudi. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Wayahudi wanawaona Wakristo hawana kitu kwenye dini, wamekosea na wataenda motoni. Na Wakristo wanawaona Wayahudi hawana kitu kwenye dini, wamekosea dini na watakwenda motoni. Kwa hiyo kila kundi katika makundi haya linajipasisha lenyewe kwamba ndo liko sawa, jingine limekosea. Cha ajabu wanasema hivyo na wanafanya makosa hayo, wahum yatluna alkitaba, hali ya kuwa wanavyo vitabu. Wayahudi wanaiamini Taurati, na Taurati haina makosa, inawaelekeza kwenye haki. Na Wakristo wanaiamini Injili, na Injili haina makosa, Injili yenyewe inakubaliana na Taurati, inawaelekeza kwenye haki. Sasa wanatofautiana wapi wakati vitabu vya muongozo wanavyo na vyote vinatoka kwa Mola Muumba? Wanatofautianaje wakati wamepelekewa mitume, wote wametumwa na Bwana mmoja? Lakini ubinafsi, baghyan bainahum, kila mmoja kutaka kujikweza, wamejitengenezea mazingira ya kuwa sisi na hawa ni tofauti, sisi ndo tumepatia na hawa wamekosea. Kwa hiyo kila kundi linajiona sisi ndo tuko sawa na hawa wamekosea, wakati hili jambo kwenye dini ni kosa, tena ni hatari sana kujipasisha mtu mwenyewe au kikundi fulani kutengeneza sera wakasema yetu ndo sawa, wengine wenye sera yao nyingine wamekosea. Kwa hivyo inaonyeshea kwa mujibu wa bia, mazingira, Wayahudi kwa sababu wamekuta sifa za huyo mtume kwenye kitabu chao, wakasema madam katajwa kwenye kitabu chetu na kitabu chetu ndo cha mwanzo, atakuwa ni mtu wetu huyu, atatoka kwenye familia zetu za Banu Israeli, tutamkubali. Wakristo nao wakasema kitabu chetu ndio kipya, the latest kuliko Taurati. Kwa hivyo Taurati yenu iko outdated, kwa sababu Injili ipo imekuja kunyoosha ambayo mmeharibu. Na madamu huyu mtume katajwa kwenye kitabu chetu ambacho ndo kimekuja mwisho, atakuwa ni wetu sisi, ni Mkristo. Kwa hivyo tamaa zao na kutokufarakana, walikuwa kila mmoja anaaminisha atakuwa wetu. Sasa angelikuwa katoka kwa Banu Israeli, wangembinafsisha na huyo mtume wenyewe, akasema nyinyi wa Kristo
mtume huyu hawahusu, ni wetu. Na kama angekuja katika kundi la Wakristo, Mayahudi wangemkataa vile vile. Wakristo wakasema huyu hawahusu, ni wetu. Lakini Allah hakumtoa kwa Wayahudi wala hakumtoa kwa Wakristo. Huyo mtume mwenyewe akamtoa kwingine kabisa ambako hakuna mivutano, hakuna mushkili. Huwa alladhi, yeye Allah ndiye ambaye ba'atha fil ummiyina rasula, amepeleka mtume wake kwenye mji wa watu wasio na kisomo. Huko kwa ummiyin akatolewa mtume huyu, pamoja na kwamba anaitwa an-nabiyul ummiyu, na katajwa hivyo kwa wasifu huo huo kwenye Taurati na Injili, lakini yeye ndo kaandaliwa awe mwalimu wa ulimwengu mzima. Kwa hiyo kaja na miujiza yake na ishara ambazo zimetajwa kwenye Taurati na Injili, wakazifahamu. Hapa ndipo walipotofautiana, kwa sababu kumbe katoka kwa Waarabu. Huyu sisi hatumkubali. Wayahudi wakamkataa kwa sababu ya ubaguzi, baghiyan bainahum. Ni kile kibri cha kutaka kila mtu mimi ndo mimi, akipewa mwingine asiyekuwa mimi sikubaliani naye. Na Wakristo wakawa na tabia hiyo hiyo, sisi ndo sisi, kama limepelekwa kwa wengine wasiokuwa sisi tunakataa. Lakini wale ambao nyoyo zao zilikuwa zimemili kwenye haki, ukweli walipouona walikubaliana nao, kutoka kwa Wayahudi na kutoka kwa Wanasara. Walipokinai kwa hoja wakamkubali, ndo pakapatikana farqa. Kuna Mayahudi ambao wameng'ang'ania uyahudi wao, hawautaki Ukristo na wakaukataa Uislamu. Na kuna Wakristo waliong'ang'ania Ukristo wao, wakaukana Uyahudi na wakaukana Uislamu, wakaenzi Ukristo wao. Kwa hiyo ndo pakapatikana hizo farqa. Hakukuwa na sababu kwa nini wasikubali, wasinyenyekee, wakati haki na dalili zake zote walizonazo imewathibitikia mbele yao. Kwa hiyo ulipowajia huo ubainifu, hapa ndo wakafarakana, wakapatikana firaq chungu nzima. Wama tafarraqa alladhina utul kitaba, na hawakufarikiana wale ambao wamepewa kitabu, illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina, ila walifarikiana baada ya kuwajia ule ubainifu waliokuwa wanausubiri. Yani wama ikhtalafa alyahudu wan nasara, hawakukhitlafiana Mayahudi na Wakristo fi sha'ni Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, kwenye habari ya huyu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, illa isipokuwa walifarikiana min ba'di ma ja'atuhumul hujjatul wadhiha, baada ya kuwajia hoja ya wazi. Maana kitabu cha Qur'ani kinaongea kwa hoja na dalili. Dalili zote na hoja zote walizopewa zimewaweka kweupeni, hakuna shaka. Lakini walikataa kwa sababu ya kibri tu. Hoja za wazi wamepewa, adallati ala sidqi risalatihi, zinazoonyesha dalili ya ukweli wa utume wake. Wa annahu rasulul maw'udu bihi fi kutubihi, na kwamba huyu ndiye mtume aliyeahidiwa kwenye vitabu vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Taurati, Injili, Zaburi, vyote vimemtabiri. Qala Abu Suudi, amesema mwanawachuoni Abu Suud, wal ayatu masuqatu lighayati tashni', aya mtiririko wake ilivyofumika inatoa ujumbe wa kuwaumbua, upeo wa kuwaumbua watu wa kitabu. Ala ahli alkitabi khassa, inawaumbua hasa hawa watu wa kitabu, kwa sababu wao ndo wataalamu, wana kitabu kutoka mbinguni. Inakuwaje wakatae ukweli uliokuja kuongelewa kwa hoja na dalili? Wataghlidhu janayatihim, pia aya hii mfumo wa maelezo yake umekuja kuweka wazi jinai, yani makosa ya watu wa kitabu. Wamefanya makosa makubwa sana, kukataa ukweli,
uliozungumzwa kwenye vitabu vyao, halafu umekuja kwa dalili na hoja za kutosheleza, wakazielewa, halafu wakakataa. Bayanun ala, aya hii inabainisha kwamba anna tafarruqahum lam yakun illa ba'da wuduhil haqi, kufarikiana kwao wakawa makundi tofauti tofauti hakukuja isipokuwa baada ya haki kuwa wazi mbele yao. Walipofahamu ukweli ndo wakafarikiana kwa kuukataa kwa makusudi baada ya kuujua. Watabayunil hali, walifarikiana baada ya hali kuwabainikia kwamba mtume tuliokuwa tunamsubiri ndo huyu, anayoyasema ndivyo tulivyoambiwa, yatatoka moyoni, hasomi palipoandikwa, ndiye. Bila shaka miujiza na dalili anazotuonyesha thabiti zinatoka kwa Allah, lakini sisi huyu hatumkubali. Kwa nini? Kwa sababu kwa muda mrefu utume uko kwa Banu Israeli. Akiondoka mtume anakuja mtume mwingine huko kwa Banu Israeli. Na hawa wengine Waarabu wanaitwa ummiyuna, ni watu wajinga, hawana kisomo. Sasa wana Israeli wamefadhilishwa juu ya ulimwengu mwingine. Leo inakuwaje sisi tulokuwa tuko juu yao tunawatawala, tukapige magoti watutawalie wao? Kama ile ya Ibilisi. Ibilisi anajua Allah ni Mola wake. Na kabla ya kuumbwa Adam, Ibilisi alikuwa ni mtaabadi kweli kweli. Siku alipoambiwa ninaumba kiumbe mpya nikimkamilisha, mpeni heshima, yeye kagoma. Akasema lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsali min hama'i masnun, mimi hunsujudishi kiumbe uliyemuumba kwa udongo uliovunda. Kibri tu, sio kwamba hajui nani kaniagiza, anajua, lakini kaona huyu ndo kaja sasa kiumbe mpya, badala ya yeye kuniheshimu mimi niliopo hapa for so long, ati mimi ni muheshimu yeye, nakataa. Kwa hiyo na Mayahudi kwa muda mrefu wao ndo wako juu ya walimwengu wengine. Sasa hivi kwa sababu ya makosa yao na maasiya, Allah kaondosha ile hadhi ya utume akaiweka kwenye taifa jingine. Wao wanalazimika watii huku, wakasema ila hilo hatuwezi kutii kwa watu ambao kwa muda mrefu sisi tunawaburuza. Sasa wao ndo wao mabwana leo, tukanyenyekee kwao. Haiwezekani. Kwa hiyo kwa kibri ndo walikataa baada ya kujua ukweli. Kabla ya kuja ukweli walikuwa wana kitu kimoja, wanamsubiri huyo mtume mwenyewe, lakini ndo huyu, kwa huyu hatukubali. Hicho ndo kilichotokezea. Kwa hiyo wamefarikiana, wengine wakabaki kwenye haki baada ya kuijua, wanaomuogopa Allah, wenye kuabudu kweli, na wengine wakaikataa haki kwa sababu ya ubinafsi wao. Kwa hiyo aya inaonyesha ubaya wa jinai walioifanya ya kuikataa haki kwa maksudi baada ya kuifahamu. Bibayani anna tafarruqahum lam yakun illa ba'da wuduhi alhaq, aya inatubainishia kufarikiana kwa watu wa kitabu hakukuwa ila baada ya haki kuwabainikia. Haki ilipokuwa iko wazi, wao ndo wakafarikiana. Watabayunul hali, na hali ikawa imebainika kwamba ukweli ni huu na tulichokuwa tumeshikilia ilikuwa ni uongo. Wanqita'il a'dhari bilkulliya, dharura zote zile walizokuwa nazo walizovumiliwa kwa sababu haki haijaja, na hawawezi kurekebisha kasoro walizonazo mpaka waletewe hiyo haki. Sasa dharura za kuvumiliwa zimeisha kwa sababu haki imekuja. Sasa wamefanya kosa la kuikataa kwa makusudi. Kakaulihi ta'ala, ni kama kauli ya Allah alivyosema kwenye aya nyingine, wamakhtalafa alladhina utul kitaba, wala hawakukhtilafiana hawa waliopewa kitabu, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, isipokuwa wamefarikiana baada ya kuwajia elimu. Wakala fi tashili, na mwanawachuoni aliandika tafsiri ya tashili amesema, wamakhtalafu fi nubuwati sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, watu wa kitabu
hawakuhitilafiana kuhusu utume wa Mtume Muhammad, kwa sababu katajwa hivyo kwenye vitabu vyao. Hawakuhitilafiana kuhusu utume wa mtume huyo illa min ba'di ma alimu annahu haqqun, isipokuwa baada ya kufahamu kwamba huyu ndiye mtume wenyewe wa kweli. Wakajua katoka kwenye kabila fulani. Wa inna ma khussa ahlul kitabi huna bidhikri, aya imewataja watu wa kitabu tu, wale washirikina hapa hawamo. Kwa nini wakatajwa watu wa kitabu? Liannahum kanu ya'lamuna sihhata nubuwatihi, kwa sababu wao ndo wanavyo vitabu halali, vimeizungumza hii kadhia kabla haijaja. Wanajua uhakika na usahihi wa utume wa mtume huyo. Hawa washirikina wao taarifa hizi hawakuwa nazo. Ma undhira abauhum, baba zao huko nyuma hawajaletewa utume wao. Fahum ghafilun, kwa hivyo walikuwa mambo haya ya dini na wahi wameghafilika nayo. Lakini hawa watu wa kitabu hakuna wasilolijua, wao ndo wakatajwa. Hawakupaswa kuwa wa mbele mbele kukufuru, walipaswa wafahamu na watii baada ya kufahamu. Wanajua usahihi wa utume wa mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima yajiduna fi kutubihim, kwa maandiko wanayoyakuta kwenye vitabu vyao, min dhikrihi, maandiko yaliyotaja ujio wa mtume huyo wa mwisho. Kwa hiyo baada ya kuja ndo wakaingia mitini, walioingia mitini pakapatikana makundi tofauti tofauti, kila moja linang'ang'ania pake. Myahudi anaendeleza uyahudi wake mpaka leo, Mkristo anaendeleza ukristo wake mpaka leo, hataki kukubaliana na ukweli wakati anaufahamu. Wama umiru, cha ajabu ni kwamba sio kwamba huyu mtume kaja na jambo jipya wao limewashinda. Wama umiru, wala hawajaamrishwa illa liya'budullah, isipokuwa walichoamrishwa huyu mtume aliyekuwa anasubiriwa. Hajawaamrisha jipya au geni ambalo hawalijui au gumu kwao zito linawashinda. Alichokiamrisha mtume huyu wa mwisho ndo kile kile alichokuja kukisimamia Musa na Isa na mitume wengine walokuja kwa Banu Israeli. Aabudiwe Allah peke yake na asishirikishwe na chochote. Allah amesema katika sura ya 16, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, kwa hakika tumepeleka kwenye kila umma wa watu ulioishi hapa duniani, tumewapelekea mtume. Na kila mtume tunayemtuma kwa watu, ujumbe mmoja wanashare, ujumbe mmoja, common message wanaokuwa nayo mitume, ani'budullaha wajtanibu taghuta. Kila mtume anawaambia watu wake, enyi watu, muabudieni Allah, ndiye wa kuabudiwa. Acheni vitu vya kutunga na kupanga wenyewe. Taghut ni miongozo mingine yote inayopingana na muongozo wa dini. Dini ndo mwenendo wa Allah muumba. Mwingineo wote unaopingana na huu mwenendo wa Allah, huo unakuwa ni taghuti, maana ndo unakutoa wewe kwenye formation. Lengo la kiumbe amjue muumba wake na amuabudu. Asipoishi maisha ya ibada, chochote atakachokishughulikia nje ya maisha ya dini, hicho kinakuwa ni taghuti. Ndio maana akasema Allah kwenye suratu An-Naziati, fa amma man tagha, atakayetoka kwenye utaratibu wangu. Masdar ya neno tagha al-itghau. Itghau maana yake umewekewa formula au utaratibu, wewe ukakataa kufuata formula hii au utaratibu huu, ukaenda ukafanya kwa taratibu nyingine au formula nyingine. Kama hisabu, huwezi kupata jawabu sahihi. Kwa hiyo Allah kakuumba, kakuletea muongozo huu, ndo wajibu wako uishi kwenye muongozo huu. Ukiuacha huu muongozo wa Mola muumba, taghaita, unakuwa wewe umepindukia mipaka, umetoka pale ulipowekwa, umefuata vingine visivyohusu.
Sasa Allah kaleta dini, akasema fa amma man tagha, yoyote anayetoka kwenye muongozo wa dini yangu, wa athara alhayata dunia, akapendezewa zaidi na maisha ya dunia. Dini ya Allah inakutaka uendee maslahi ya dunia yako kiasi ya haja, kwa sababu ndo upo duniani. Lakini hivyo ukiyaendea maslahi yako kwa manufaa ya dunia yako, ufanye na mambo yatakayokupelekea maslahi ya dunia ijayo. Uyafanye ya dunia yako, papo hapo upate na faida ya akhira yako. Ndo dini inavyokuelekeza. Ukitoka kwenye utaratibu wa dini, we utafakamia maendeleo ya dunia peke yake. Akhira hutengenezi kitu. Utajenga makasiri hapa 10, 20, 100, lakini kaburi lako utakapofikia bovu hukuliandaa. Fa amma man tagha, yoyote yule ambaye mimi nimemwekea utaratibu, akapetuka akauacha utaratibu wangu. Taratibu nyingine zipo nyingi tu, ukiacha dini nyingi tu zipo. Dini nyingine tele utafuata, lakini ukiacha hii dini ya sawa sawa, nyingine yote utakayokwenda, hiyo inakuwa ni taghuti. Fa amma man tagha, atakayetoka kwenye utaratibu wa dini yangu, wa athara alhayata dunia, akapendezewa zaidi na maisha ya dunia, kwa hiyo akaimarisha dunia yake. Muda wote anaoishi hapa yeye anatengeneza dunia yake, wala haimalizi mpaka mauti yanamfika. Hakuna mtu aliyemaliza malengo yake. Atakayeishi hivyo, fa innal jahima hiya almawa, hakika moto wa jahim ndiyo mafikio yake. Wa amma man khafa maqama rabbih, na ama mtu yoyote atakayeiogopa siku ya kwenda kusimama mbele ya Mola wake, siku ya mashtaka, anafunguliwa mashtaka, anasomewa makosa na kulipwa alichokifanya. Atakayeiogopa siku hiyo ya kwenda kusimama mbele ya Mola wake, wanaha nafsa anil hawa, akawa anaidhibiti nafsi yake, akaikataza isende kwenye matamanio. Mtu atakayeweza hiyo kazi, fa innal jannata hiya almawa, hakika ya pepo, janna, ndiyo mafikio yake. Kwa hiyo ukijifanya mtu wa maendeleo ya dunia hii, utaendelea, utafurahi kwa muda utakaoishi. Siku ukifumba jicho, unaisabika wewe una makosa, kwa sababu hukufuata utaratibu. Yote ulioyafanya sio. Kwa hiyo hawa mabwana wamethamini zaidi dunia. Haki imekuja mbele ya macho yao, wakaiangalia, wakaielewa, lakini wakaikataa. Kwa sababu ya kupenda kwao dunia, wakaona washughulike na dunia tu. Wama umiru, wala hawajaamrishwa jipya au geni au gumu, ila isipokuwa walichoamrishwa na huyu mtume walokuwa wanamsubiri. Kaja kuwaamrisha yale yale ya Musa na Isa, liabudullaha, kawaamrisha waache kuabudiana wenyewe kwa wenyewe, wamuabudie Allah aliyeumba. Mukhlisina lahu din, na hivyo wakimuabudu wafanye ibada zao kwa ikhlasi, iwe wanafanya kwa ajili ya Allah tu peke yake, sio na malengo mengine. Sio namfanyia Allah, namfanyia na fulani. Huyu aliyemkataa hajawaamrisha geni, kawaamrisha yale yale walioamrisha waliomtangulia, Musa, Daudi, Isa. Liabudullaha, kawaamrisha wamuabudu Allah. Wewe ni kiumbe hapa duniani, umeletwa kwa ajili ya ibada. Abudu sasa. Unatakiwa upee service kwa Mola wako. Mukhlisina lahu din, na hivyo wakimuabudu Allah, wamuabudu kwa ikhlasi. Mwenendo wao wa maisha wote ufuate utaratibu wa Allah Mola Muumba. Ndicho walichoamrishwa. Acheni vitu vya kupanga panga, fateni mlivyopangiwa na Muumba wenu. Yani wamemkataa mtume mwenyewe baada ya kumfahamu. Walhalu annahum ma umiru, wamemkataa hali ya kuwa hawajaamrishwa jipya. Huyu mtume kaja, hajawaamrisha jambo gumu. Ma umiru fi taurati wal injili, hawajaamrishwa lolote kwenye Taurati wanayoikubali na Injili wanayoikubali, illa bi an ya'budu Allah wahdahu. Vitabu hivyo vimewaamrisha wamuabudu Allah peke yake.
na hichi cha huyu aliyemkataa kimekuja na maagizo hayo wamwabudu Allah peke yake. Kwa hiyo watu wa Musa wakisilimu walikuwa wanasema la ilaha illa Allah Musa rasulullah, ndo shahada. Watu wa Isa wakisilimu wakati wa Isa wanasema la ilaha illa Allah Isa rasulullah, na watu wa Muhammad wakitakiwa kusilimu wanasema la ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah. Ndo yale kila mtume anasimamia kuwatoa watu kutoka kwenye viza vya upotovu na kuwaelekeza kwenye nuru ya uongofu. Wameamrishwa maisha yao yote wanayoishi duniani wamwabudie Allah peke yake kwa ikhlasi, tena kwenye amali zao wafanye amali zao kwa ajili ya Allah peke yake. Mukhlisina lahu dini, mukhlisina alibadata lillahi jalla wa ala. Wawe wanapofanya ibada zao wazifanye kwa ikhlasi, kwa kumkusudia Allah mwenye utukufu na cheo cha juu. Walakinnahum, lakini hawa watu wa kitabu wamekataa hilo. Harafu wa badalu, wamerekebisha vitu kwenye vitabu vyao na wakabadilisha vingine kwenye vitabu vyao. Watu wa kitabu wanalaumiwa kwenye Qur'ani kwa kufanya makosa matatu. Kosa la kwanza at-tahrif, kosa la pili at-tabdil, na kosa la tatu al-iftira. Harafu wabadalu, halafu wakafanya na iftira. Tahrifu ni kwa mfano, kuna aya kwenye kitabu inaelezea jambo, viongozi wao wa dini, wasomaji wa kitabu ambao ndo wamehodhi uongozi, na hawa waumini ndo kama raia wao. Ni raha mtu kuona anaabudiwa. Yani wewe ukawa uko juu bosi, tamko lako kwa watu wengine sharia, toa tu agizo linatekelezwa pale. Raha, mtu anaona raha, ulua mtamu. Ndio maana mtu akifika huko kuondoka hataki. Piga huo atasema mimi nitatawala mpaka kiyama. Raha anaona. Lakini raha hii inampelekea kulewa madaraka mpaka akachukua haki za Allah Mola wake, kama alivyofanya Firauni. Akathubutu kusema ya ayyuhal malau, enyi ndugu waheshimiwa, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, mimi sielewi kama nyinyi mna Mungu mwingine zaidi yangu. Yani yeye Mungu. Tena anaoambia hivyo kawaita wale waheshimiwa. Almalau ni wale team of administrators, viongozi wake kama wabunge, mawaziri, waheshimiwa, ndo anaongea nao hapo. Seuze tena raia wa kawaida huko chini. Kwenye Suratu Namli iko hiyo aya. Kasema Firauni, ya ayyuhal malau, enyi ndugu waheshimiwa, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, sielewi kama nyinyi mna Mungu mwingine zaidi yangu mimi. Yani hapa ni kusikilizwa mimi. Kama Musa ana rabu wake, ana rabbukumul a'la, mimi ndo rabu wenu wa juu zaidi kuliko huyo wa Musa. Hapa ninasikilizwa mimi. Maana watu wangelielewa ujumbe wa Musa ama anavyowataka wamwabudie Mola wao, watu wote wakakubali kumwabudia Mola wao. Huyu bwana aliyesha kujitangaza Mungu kwa siku nyingi, yeye ataabudiwa na nani? Anaona sasa ananyang'anywa tonge mdomoni, anatiliwa kitumbua chake mchanga, hakubali. Ndio maana Allah akasema fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula. Allah amemwadhibu Firauni siku alipomzamisha maji kwa kulipiza jeuri yake ya mara mbili. Ile jeuri yake ya mwanzo na hii jeuri yake ya mwisho. Kasema maneno mabaya mno mara mbili. Siku alipoadhibiwa, Allah anasema analipiza zile mara mbili alipoongea maneno mabaya. Mara ya kwanza kasema kuwaambia watu wake hadharani kwenye mkutano wa hadhara, ana rabbukumul a'la, Musa anakutangazieni kwamba kuna rabu wenu, umwabudie Rabbul alamin. Na kwambieni hivi,
ana rabbukumul a'la, kama yuko rabbu kwenu, rabbu wenu wa juu zaidi ndo mimi hapa. Sije nikasikia kuna mwingine anapewa heshima hiyo. Ulevi wa madaraka, arrogance of power, ilimsukuma aseme hivyo, na anaogopewa, anakutupa mara moja, sio mchezo. Kwa hiyo watu wakamuogopa, wamemheshimu heshima ile inaitwa ile nidhamu ya woga, wanaogopa sana adhabu zake, wakasema sam'an wa ta'a. Na mara ya pili ndo hii alowaambia waheshimiwa ya ayuhal mala'u, ndugu waheshimiwa, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, mimi sielewi kwenu kama yuko Mungu mwingine zaidi ya mimi. Sasa mheshimiwa gani tena atasema tofauti hapo? Hataki kazi, na sio kukufukuzwa kazi tu, na kufukuzwa uhai pia. Kwa hiyo waheshimiwa wote wakabow down kwa Firauni. Nafahamu hiyo. Kwa hiyo hawa mitume wote kwa ujumla wao, wa zamani huko mpaka huyo wa mwisho, wamekuja kuwatoa watu katika ibada za kuabudu viumbe, wakawaelekeza kwenye ibada ya kumwabudu muumba wao. Wamekuja kuwatoa watu kwenye visa vya ujinga, wakawaelekeza watu kwenye nuru ya ilmu. Wote mitume walikuwa na sera hiyo moja. Ni viongozi, wanawaongoza watu, lakini wanawaelekeza kwenye kumtambua muumba wao na waamiliane naye. Hawa viongozi wengine wanawatoa watu huko kwenye nuru ya kumfahamu muumba wao, ili ile hadhi ya kupewa muumba wapewe wao. Sasa Allah anazo sheria, lakini hata zikivunjwa zote au zikatelekezwa hazifanyi kazi, sio issue. Lakini na hao mabwana nao huweka sharia kwenye jamii zao, hizi ndo zikatakiwa zifanye kazi. Kwa hiyo sharia anayotunga kiumbe inanyenyekewa na inakuwa active, watu wana put into practice. Sharia ya muumba inatupiliwa mbali huko, na hata ikivunjwa hakuna ambaye anakea, anajali. Usizini, watu wanazini kama kawaida, na hakuna anayeogopa kwamba mnafanya dhambi itatutesa. Mtume wetu kahimiza mambo matatu yaharakishwe upesi. Mtu akipata ukubwa, mwanamke apewe mume. Mkimchelewesha anaweza kuja kutokezea maafa, utaletewa mjukuu babake humjui. Unafahamiana? Maumbile hayakubali hivyo. Kwa katika masala ya kufanywa haraka ni mtoto wa kike akishapata ukubwa, bikra, hapewe mume. Huko nyuma wazee wetu mashallah walikuwa wanafanya hivyo kwa watoto wa kike na wa kiume. Hata baba yangu mimi mzazi anasema kaajiwa chuoni na wazazi wake, mwalimu, kijana wako nina haja naye siku ya Alhamisi anipeleke safari yangu. Mwalimu huwa keshajua, asa hapana matatizo mzee. Basi anatoka Alhamisi, ana safari kijana na babake, anaenda kupewa mke. Hata mwenyewe hajui, haulizwi mahari wala pa kukaa, kwa sababu ile heshima ya kijamii ilikuwa ina thamani kubwa. Hawezi mzee kustahamili kumuona mtoto wake baleghe inamsumbua, halafu asubiri ripoti, mwanao bwana akaniharibia mwanangu. Kumfunga huyu mtoto ni kumpa hii pingu ya kimaumbile. Anakuwa na mkewe, wanakula kwao, wanavalishwa kwao, lakini pahala pa kupunguzia matamanio yake na kwa kuonyesha adabu asije akaharibikiwa, keshawekwa hapo mahali. Siku hizi ukimuoa mtoto miaka 17 unaambiwa umemuoa mtoto, na akipata ujauzito anaambiwa ana mimba ya utotoni. Sasa mtoto hupata mimba kweli? Kishapata mimba si anakuwa mtu mzima huyo? Sasa hizi sharia za dini wenye sharia zao hawazitambui, lakini za kwao, binti yako mwenyewe kishakuwa miaka 16, mchumba kaja au ushamtafutia, ukimwozesha unaenda jela.
kwamba sharia zao zinafanya kazi. Mnanifahamu vizuri eh? Sizungumzi uchochezi wala siasa, ndio uhalisia ulivyo. Kuna sharia ya dini, dini yetu ina sharia zake, na watu wa dini ndio wanatakiwa wazifanyie kazi, zifanye kazi. Zimetupiliwa mbali. Aliyosema Allah subhanahu wa ta'ala si tishio mbele ya watu. Huwezi kusema Allah kakataa hili au Allah kaamrisha hili. Hakusikilizi mtu. Lakini kwenye anga za watu, kwenye mambo yao, wana jambo lao, ingia uone. Wako makini na vyao ndo vinafanya kazi. Sasa hawa mabwana ndo walikuwa hivyo. Wamefanya katika vitabu vya Allah, vya Taurati na Injili, makosa ya tahrifu. Washapanga yale ya kwao, wakiona dini kikwazo, wanatumiwa wale viongozi wa dini wanofahamu kitabu. Wana watu wakisoma hii aya hii inasumbua kidogo, irekebisheni. Kwa hiyo wanawachuoni kwa nguvu ya dola wanachukua kalamu zao, wanakipitia kitabu. Hapa panasomeka hivi, aya hii tukiondoa neno hili ndo kali hili, tukaweka neno jingine jepesi badala yake, aya inabaki vile vile, lakini limenyofolewa neno, halafu linawekwa neno jingine ambalo linakuwa ni poa tu. Aya ipo, lakini kwa sababu maamuma huku chini si wasomaji, wasomaji ni wale wenye dhamana zao kwenye nyumba za ibada, kinafanyiwa kitabu marekebisho. Ikitoka chapa ya mwaka huu ni tofauti na miaka 10-15 iliyopita. Watakapokuja kukaa kufanya tena marekebisho, inatoka chapa ya kitabu tofauti na vilivyotangulia. Mpaka leo hicho kitabu cha Wayahudi hakipo kwenye lugha yake ya asili, na kitabu cha Wakristo hakipo kile kilichoko kwenye lugha yake ya asili. Injili kama alivyoongea Isa kwa lugha yake. Qur'ani inatuambia kwenye sura ya 14 aya ya 4, Allah anasema wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha ila akhir alaya. Sijatumapo mtume yoyote tangu huko nyuma mpaka sasa, ila kila mtume huwa namtuma kwa lugha ya watu wake. Mtume akipewa kitabu cha mwongozo, kinakuja kwa lugha ile anayoongea yeye ya watu wake pale alipozaliwa. Ujumbe aliotumwa wale waliomzunguka wa ufahamu vizuri, ndo ile liyubayina lahum. Kwa hiyo lugha ile ya asili lazima iwepo. Hata kama mtatafsiri kwa lugha nyingine, mtakapokuja kutanzika kwa sababu ya tafsiri, kwa sababu maneno au habari ukiitafsiri kwenye lugha nyingine hupoteza uhalisia wake. Ili upate uhalisia wake, lazima yale maneno yarejeshwe kwenye lugha ya asili. Halafu wajuaji wa ile lugha ya asili wanasema kwa neno hili likitumika baada ya hili huwa lina maana hii. Kwa hiyo ndio ile liyubayina lahum. Tabayuni inapatikana. Qur'ani imebaki leo kwa lugha yake ya asili ya Kiarabu, lakini tizama upotoshaji kwenye maana na matumizi ya aya unavyofanyika, wanavyotafsiri kila mmoja anavyotaka. Lakini kwa anayetaka kujituma akarudi kwenye lugha ya asili, anafahamu ujumbe uliokuja hapa ni huu. Mefahamiana? Wao walijua hili tatizo, kwamba maneno yaliyo kwenye kitabu cha wahai yakiingia nyoyoni mwa watu athari yake ni kubwa, hawatawaliki. Kwa hiyo kile kitabu kikatumiwa ili yatakayoingia nyoyoni mwa watu yawe yale wanayoyataka wakubwa. Kwa hiyo wakafanya taharifu kwenye vitabu vya asili vya dini. Ni kosa. Kitabu wanachoandika mtu tu wa kawaida, waambiwa haki ya kunakili inahifadhiwa, si ruhusa kunakili chochote katika kitabu hichi au kutafsiri au kufanyaje kwa kielektroniki au kwa kalamu au kwa lugha ya kawaida, mpaka kwa idhini ya mwenye kitabu. Hasa kitabu cha Muumba utakirekebisha vipi?
Kwa hiyo kosa la kwanza wanalolaumiwa watu wa kitabu ni tahrif. Wamevirekebisha vitabu vya Taurati na Injili, wanavyosoma watu sasa wakaaminishwa neno la Bwana, mengine si maneno ya Bwana, huyo Bwana Mungu. Ni mabwana hawa wakubwa wao tu wa ibada, wameingiza mkono wao. Kosa la kwanza hilo, taharifu, ni kupotoa vitu, ukaondoa neno ukaweka jingine, au ukaondoa kipande cha aya ukaweka kipande chengine kwa lugha nyingine kidogo, hilo punguza makali, ili ujumbe utakaofika moyoni ulingane na wanavyotaka wakubwa. Kosa la pili wamefanya tabdil. Tabdili ni kubadilisha, kama ilivyo kwenye Kiswahili. Badala ya aya hii tunaiondoa yote, sasa tulete aya nyingine, kwa sababu watu wanajua kila sura hii na aya ngapi, hii na aya ngapi. Sasa tuweke idadi ya aya zile zile, lakini aya hii moja kali, hii bwana ondoa, weka nyingine badala yake. Kwa hiyo kinawekwa kitu sicho kile kilichokuwepo, lakini ukaja ukaangalia sura imekamilika, aya zake zile zile. Wanaosomeshwa huko baadaye wanaamini nasoma maandiko, kitabu cha Mungu, lakini wanayakuta mengine sio ya Mungu, wamebadilisha. Iftiraa ni kuzua kitu kipya, hakipo hata kwenye asili ya kitabu, hakipo. Mawazo tu ya mtu anakaa kabuni, na hili tuliweke kwenye kitabu, watu waamini maneno ya Mungu. Kwa hiyo yanatungwa maneno, yanatafutiwa sehemu, yanawekwa. Ni iftiraa, uzushi, ni kitu cha kuzua. Kakaa mtu au watu wametunga, alafu wanaingiza kwenye kitabu. Kwa mtu akashikishwa tabu kubwa, akaambiwa maneno ya Bwana, kumbe si maneno ya Bwana, kitabu kishaharibiwa zamani. Mmefahamu vizuri eh? Kwa hiyo walipokataa kufata ukweli, kumkubali mtume aliyetumwa, wakafanya wanavyotaka wenyewe, hali ya kuwa hawakuamrishwa gumu la kwamba wamkatae, au jipya ambalo kaja nalo huyu hawakulikuta kwenye vitabu vyao vya zamani au mitume waliokuja kabla. Ndo yale aliyosema Musa na Isa, na ndo yale yaliyomo kwenye Taurati na Injili, ndiyo aliyokuja nayo huyu bwana Muhammad na kitabu chake cha Qur'ani. Wama umiru, wala hawajaamrishwa jipya, illa liyabudullaha, isipokuwa wameamrishwa wamuabudie Allah. Ndo kazi aliyofanya Musa na Isa. Mukhlisina lahudini, wafanye mukhlisina lahudina, wafanye kwa ikhlasi mambo yote wanayofanya kwenye dini yao. Walhalu annahum ma umiru fi Taurati wal Injil, wamemkataa mtume huyu hali ya kuwa hawakuamrishwa lolote kwenye Taurati na Injil, illa bi an ya'budu Allah wahdahu, ila waliamrishwa wamuabudie Allah peke yake. Mukhlisina al-ibadati lillahi jalla wa ala, waliamrishwa wafanye ikhlasi ya ibada zao kwa ajili ya Allah mwenye utukufu na cheo cha juu. Walakinnahum, lakini hawa watu wa kitabu, harafu, wamerekebisha kwenye vitabu vya Allah. Wabadalu, na wakabadilisha maandiko. Faabadu ahbarahum, kwa kitendo hiki wakawa wafuasi wa dini hizi wanawaabudu wanawachuoni wao. Faabadu, wakawaabudu, ahbarahum wa ruhbanahum, wakawaabudu wanawachuoni wao wa Kiyahudi na wa Kikristo. Kama qala Taala, kama alivyosema Allah mtukufu, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Hawa watu wa kitabu, miongoni mwa makosa walioyafanya, wamewafanya wanawachuoni wao kuwa ni miungu badala ya Allah. Walmasiha ibn Maryam, halafu wakamkweza Isa mwana wa Maryam, wakampa naye nafasi ya uungu. Wakasema mtoto wa Mungu, wengine wakisema ndo Mungu mwenyewe, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Wengine wakasema anahisa kwenye nafsi tatu za uungu, moja ni yake. Maana kuna nafsi ya Baba na nafsi ya Mwana na nafsi ya Roho Mtakatifu. Hivyo vitu vitatu ndo vinatengeneza Mungu. Yote makosa wameyafanya. Haya yalifanywa na wataalamu wakubwa wao wa dini. Watu wa chini wakashushiwa tu maagizo wakayafanyia kazi.
Na ndio sababu ya Allah kusema wamewafanya hawa wanawachuoni wao ndio miungu. Maana aliyoyapanga Allah wameyakataa. Haya wameyapanga wanawachuoni wao, watu wa chini wakashushiwa, wanachokiabudu ni maneno ya wanawachuoni wao. Yale ya Allah wameyakataa. Kuabudu kwao ni kwamba wamepewa maneno, wao wakaamini ya Mungu. Kumbe wenye maneno ni wale ahbarahum wa ruhbanahum, viongozi wao wa dini. Kwa hiyo wanachokiabudu hawamwabudu Allah, wanawaabudu hawa wanaowapangia mambo ya kuabudia, ni wanawachuoni wao. Wama umiru illa liabudu ilahan wahida, wanaabudu wanawachuoni wao na wanamwabudu Masihi Yesu, wakati hawakuamrishwa ila wamwabudu Allah mmoja peke yake. Hunafaa, tena hivyo akifanya ibada kwa ikhlas. Hunafaa, hunafaa ni jamu ya neno hanifan. Hanifa akiwa mmoja, hunafaa wote kwa ujumla wao wengi wameamrishwa wawe hunafaa. Hanifan ni mtu mmoja ambaye mailun anil adiyani kulliha, ameziacha dini zote za batil, wamala ila dini alhaqi ila tauhidillahi jalla wa ala, akaelekea katika dini au mwenendo wa maisha wa haki wa kumwabudu Mola mmoja peke yake muumba. Kwa hiyo mtu anayeishi maisha ya dini ndo anaitwa hanifa, na wakiwa wengi wanafanya hivyo ndo wanaitwa hunafaa. Kwa hiyo watu wameamrishwa kwa kufuata dini wawe hunafaa, yani dini yao iwatoshe. Hii dini imekamilika, haihitaji kukopewa, kuazimiwa baadhi ya vitu au kufanyiwa marekebisho. Dini imejikamilisha, kama Allah alivyosema, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekukamilishieni dini yenu, imekamilika. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekutimilizieni neema zangu nilizokadiria kukuneemesheni nazo, zimetimia. Wa raditu lakum al-islam dina, na niko radhi na nyinyi mukiishi kwenye Uislamu ukawa ndo dini yenu. Nje ya Uislamu hatuna radhi ya Allah. Kwa hiyo hunafaa ni watu ambao wanazikataa dini zote zilizopo duniani, ila wanakubali dini ya tauhidi ya kumpokesha Allah peke yake. Hunafaa wameamrishwa wawe hunafaa bimaana mailina anil adiyani kulliha, wazikatae dini zote zilizopo duniani, illa dina al-Islam, ila washikamane na dini yao ya kujisalimisha kwa Mola wao. Natakiwa wasarenda kwa Mola mmoja. Hiyo ndo dini ya haki. Mustaqimina ala dini Ibrahim, wanatakiwa wawe na msimamo istiqama wa kuishi kwenye mila ya Ibrahim alayhi salam. Yeye alimpwekesha Allah peke yake, kapambana na aina zote za ushirikina mpaka wakamtia motoni akiwa hai na hakuungua. Dina al-hanifiyya as-samha, dini ya Ibrahim ni dini ya kuzikataa dini zote za batil, inaitwa dinul hanifiyya, kutokana na hilo neno hanifa au hunafa. Dini ya Ibrahim ni mila ya kumwabudu maisha yako yote, mambo yako yote unafata utaratibu wa kumpwekesha Allah mmoja. As-samha, hii ndo dini inayokubaliana na maumbile ya binadamu. Umeumbwa tumboni kwa mama yako kizani, Allah akakuwekea mishipa, mifupa, vyombo mbalimbali vya kufanya kazi kama moyo, ini, figo, akarekebisha mifumo ya maji, yani mna water vessels, mna blood vessels, mna lymphatic vessels. Ni vitu vyembamba vimewekwa kwa utaratibu wa kimahesabu, vikakufanya wewe unaishi comfortably. Sasa aliyekuumba mwingine alafu wewe unawaabudu wengine vipi? Yule aliyekuumba, aliyekuseti, akakutayarisha, basi hata ukija hapa duniani unatakiwa umwabudu peke yake. Hiyo ndo dini ya Ibrahim, dinul hanifiyyati samha, dini ya kumpwekesha Allah peke yake, inakubaliana na maumbile aliyoumbwa nayo binadamu. Fitratallahi, dini hii ndiyo umbile la Allah, allati fatara an-nasa alaiha, umbile ambalo mtu ndo kaumbwa nalo, umbile la kumwabudu muumba wake.
dini ambayo alladhi jaa bihi khatamul mursalin, dini ya Ibrahim ndiyo aliyokuja nayo huyu mtume wa mwisho Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wameamrishwa wamwabudu Allah peke yake, wafanye ikhlasi kwenye ibada zao, na waachane na dini zote zilizopo duniani, waishi kwa dini ya Kiislamu, wayuqimu salata wa yu'tu zaka. Baada ya hayo matatu wanatakiwa wasimamishe sala, na sala maana yake ni silatun baina al-abdi wa rabbih, ni mahusiano yaliyo hai kila siku baina ya kiumbe na muumba wake, ndo sala. As-salatu hiya silatun baina al-abdi wa rabbih. Sala ni ibada iliyochaguliwa kuwa ni nyenzo ya mawasiliano baina ya kiumbe na muumba wake, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha qama ahadukum ala musallahu, mmoja wenu anaposimama juu ya msala wake anasali, fa innama yunaji rabbahu min warai hijabi, anatakiwa afahamu kwamba pale aliposimama ananong'ona na Mola wake nyuma ya pazia. Kasema min warai hijabin, nyuma ya pazia, kwa sababu wewe Allah huwezi kumuona. Kama kuna pazia mbele yako linakufanya usimuone, lakini yupo. Kwa hiyo unatakiwa usimame pale with full concentration, uzingatie unachokisema mwanzo mpaka mwisho, na ujue nimesimama mbele ya nani, naongea naye nini, nimemwahidi kipi, ananikataza nini, ananiamrisha nini, kwenye yale maneno unayoyasema. Conversation ile ni baina yako na muumba wako. Unatakiwa uwe makini, uwe na adabu, na uzingatie unachokisema pale. Mpaka unaondoka kwenye swala yako ujue nimeongea nini, nimeomba nini, nimeonywa nini, nimekatazwa nini, nimeamrishwa nini, nimehamasishwa nini. Ndo swala. Hifadhi kile unachokifanya pale. Kwa hiyo wameamrishwa hili walitie maanani, wayuqimu sala, watunze swala zao vizuri, wao wanafahamu nini wanachofanya. Wayu'tu zakata, na wameamrishwa watoe zaka. Sala ni ibada ya mwili. Unasimama pale na mwili wako na viungo vyako vyote, na unatakiwa upe concentration, ujue ninaongea na Mola wangu sasa hivi kwa dakika hizi chache 5 10. Zaka ni ibada ya mali. Unatakiwa ujitahidi, ujitume, utafute riziki ya halali, unachokipata na kukimiliki na kukiweka hakiba. Kikifikia muda fulani na kikiwa kwenye kiwango fulani, unatakiwa utoe zaka. Kwa hiyo jitahidi uchume chumo la halali, na weka hakiba. Lakini hakiba yako ikifikiwa na mwaka, unatakiwa upige mahesabu ya ulichonacho. Kikifikia nisabu, una wajibu wa kutoa zaka. Kwa hiyo sala na zaka kwenye Qur'ani hutajwa pamoja. Ukikifanya kimoja ukakiacha kimoja peke yake hakitoshelezi. Kama utakuwa una mali inayostahiki kutolewa zaka, hutoi zaka, basi swala yako pia inakuwa maana yake haipo. Au ukawa mwepesi kutoa zaka, lakini swala husali, pia vile vile ibada yako ya kutoa zaka itakuwa valueless. Kwa hiyo swala na zaka zinatojwa pamoja kwamba ni kama pea. Usichukue kimoja ukaacha kingine, vyote uvitilie maanani na uvifanyie kazi. Kwa hiyo haya ndiyo walioamrishwa na huyu mtume wanayemkataa, na haya si mageni kwenye hizo dini zilizopita au mitume waliopita na vitabu vyao, na wao waliamrisha haya swala na zaka. Sasa kipi tena kilichowashinda kumfuata mtume huyu? Wadhalika dinul qayyima, na kuyaenzi haya yakatendewa kazi, hiyo ndo dini yenyewe iliyokamilika. Wama umiru, hawajaamrishwa jipya lililosababisha wamkatae, illa liyabudullaha mukhlisina lahu dina, wameamrishwa wamwabudu Allah kwa ikhlasi kabisa. Mambo yao yote ya mwenendo wa maisha wayafanye kwa ikhlasi kwa ajili ya Allah. Hunafaa, waachane na dini zote batili zilizopo duniani, watosheke na dini yao ya kumpwekesha Mola wao. Wakesha hayo matatu, wayuqimu salata wa yu'tu zakata, wameamrishwa wasimamishe sala, yani waziimarishe vizuri, na watoe zaka kwenye mali yao. Wadhalika dinul qayyima, na hiyo ndo dini yenyewe iliyonyooka. Dini hasa ndo hiyo.
Hiyo ndo dini kamili iliyokamilika hiyo. Yani hunafaa mailina anil adyani kulliha illa din al-islami, wameamrishwa wazikatae dini zote zilizopo duniani za batil ila wabaki kwenye dini ya Uislamu peke yake. Mustaqimina ala dini Ibrahim, wawe na istiqama kwenye dini ya Ibrahim, din al-hanifiyati samha, dini ambayo ni ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu, inayokubaliana na umbile la kibinadamu. Alladhi, dini ambayo jaa bihi khatamul mursalin, ndio aliyokuja nayo huyu mtume wa mwisho. Wayuqimu salata wa yu'tu zakata, wameamrishwa pia wasimamishe swala zao vizuri na watoe zaka kwenye mali zao. Yani wa umiru bi an yuaddu salata ala alwajhi alakmal, wameamrishwa watekeleze swala zao kwa wasifu uliokamilika, swala zao zikamilike. Fi awqatiha, kwanza waziswali kwenye nyakati zake, sababu inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, kwa waumini swala ni faradhi iliyowekewa nyakati zake. Kwa hiyo ukiingia wakati wa dhuhuri, fasta tekeleza faradhi ya dhuhuri. Ukiingia wakati wa asri, kimbilia kutekeleza swala ya asri, ni wajibu ndani ya wakati wake. Ukiingia wakati wa magharibi, kimbilia kuitekeleza faradhi ya magharibi. Na ukiingia wakati wa isha, kimbilia kuitekeleza faradhi ya isha. Asubuhi usilale tu moja kwa moja, kimbilia kuitekeleza faradhi ya asubuhi wakati wake. Ndio iqamatu sala. Usimame pale ukiwa na full concentration, halafu uzitekeleze ibada zote ndani ya wakati wake. Bishurutiha, ukiwa umezikamilishia shuruti zake. Wa khushu'iha, na ukisimama pale usimame kwa unyenyekevu. Wa adabiha, ukamilishe adabu zote za sala. Hiyo ndio iqamatu sala. Wa yu'tu zakata, na wameamrishwa watoe zaka. Limustahiqiha, wawape wale wanaostahiki. An tibi nafsin, hivi wakitoa zaka kwenye mali zao watoe na roho zao ziko radhi, wasitoe huku wamenungunika. Ukitoa huku unanungunika, haikubaliwi hiyo zaka. Mali utakuwa ushatoa na Allah hakulipi. Qala Sawi, amesema mwanawachuoni Sawi, wa khussa salatu wa zakatu li sharafihima, hapa pametajwa sala na zaka kwa sababu ndizo amali tukufu miongoni mwa amali wanazotenda Waislamu. Wadhalika dinul qayyima, na yakitekelezwa hayo matano yaliyotajwa hapo, hiyo dini ya mtu inakuwa ndo imekamilika. Hiyo ndo dini ya sawa sawa. Wadhalika almadhkuru, haya yaliyotajwa hapa, minal ibadati wal ikhlasi wa iqami sala wa itai zaka, kuanzia kufanya ibada tena kwa ikhlasi, kusimamisha sala, kutoa zaka, kuachana na dini nyingine zote ukatosheka na Uislamu. Huwa dinul millati almustaqimati, hiyo ndo dini na mwenendo ulionyooka. Dinul Islam, hiyo ndo dini ya Uislamu. Falimadha la yadkhuluna fihi, kama hii ndo dini na ndivyo ilivyoamrishwa kwenye vitabu vyao vilivyopita, falimadha la yadkhuluna fihi, kwa nini hawaingii kwenye hii dini? Kwa nini wanaikataa? Kwa nini wanaipinga? Kwa nini wanapinga kile walichoamrisha Musa na Isa? Na hii ndo dini halali inayotoka kwa Mola Muumba. Falimadha la yadkhuluna fihi, kwa nini watu wa kitabu hawataki kuingia kwenye dini? Na hii ndo dini ya sawa sawa, ndo hii walioendesha Musa na Isa. Inafahamika kwa leo. Kutokana na muda, inshallah tuweke hapo. Narudia tena kama dasturi yetu, tafsiri ya neno kwa neno. Wama umiru, wala hawajaamrishwa jambo jipya au gumu kusema kwamba limewashinda au ndo sababu ya kumkataa huyu mtume, waseme huyu tofauti na Musa, huyu tofauti na Isa. Kwa nini kwa hili na hili? Hakuna jipya alokuja nalo, kaja kuyasimamia yale walioyasimamia watangulizi wake. Wama umiru, wala hawajaamrishwa jipya au gumu, ila isipokuwa walichoamrishwa, liabudullaha mukhlisina lahuddin, wameamrishwa waishi maisha ya kumwabudu Allah na wafanye mwenendo wao wa dini kwa ikhlasi kwa ajili ya huyo Allah. Hunafaa, waachane na dini zote batili zilizopo.
watosheki na dini ya haki ya Uislamu. Wayuqimu salata wa yu'tu zakata, wasimamishe na sala na watoe na zaka. Wadhalika dinul qayyima, na hiyo ndiyo dini iliyokamilika ya sawa sawa. Nadhani nimefahamika. Kwa hivyo tumeishia kwenye aya ya 5. Darasa ijayo inshallah tutasoma kuanzia aya ya 6 na zinazofuata baada yake. Wa ala hadha alqadri yaqifu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Una moja? Haya. Mimi nauliza utaratibu wa zaka hapa nchini kwetu hapa. Utaratibu ndio kutumia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa utaratibu wa kuchangisha na kupeleka watu kutumia zaka. Na pia katika utaratibu wa vita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anachangisha vita wa kisha Uislamu ili mwende katika mapambano. Lakini hapa nyumbani mpaka sasa hivi kwa Unguja au Zanzibar na taasisi zipo nyingi, lakini suala la zaka kama tunavyoona watu wengi madarasani hawaji ili kujua utaratibu ambao kama tayari unaendelea. Uhamasishaji ni mdogo, taasisi na zipo nyingi. Je, kuna kitu gani kilichokuwa kimeshindikana mpaka leo katika taasisi hizi ili kuwekwa wazi, jamani zaka kiwango chake ni kadha kadha kadha, jamani kadha kadha kadha? Tatizo hili mpaka leo kwa nini limeshindikana kufanya? Mimi kama mimi ukiniuliza jawabu nitakuwa sina. Lakini ni suala ambalo tunatakiwa tuulizwe sote kama Waislamu. Kwa nini hatutekelezi Uislamu? Lakini mimi kama mimi ukiniuliza jawabu yangu nitaitoa kwenye Qur'ani. Jawabu yangu kwenye swali lako hilo ni kwamba kama Waislamu tuko wengi, lakini hatuishi Kiislamu. Na hatutaki kuishi Kiislamu. So kama hivi aya inasema, tumeamrishwa tumwabudu Allah kwa ikhlasi, tuachane na dini nyingine. Lakini hatuwezi kuacha dini zetu nyingine. Wewe una dini zako na mwingine ana dini yake na mwingine ana dini yake. Hatutaki kuja kwenye Uislamu, ndio maana yake. Kwa hiyo tukihesabiwa Waislamu population wise tuko wengi, lakini waliokaa kwenye Uislamu huwezi kupata namba yao wako wangapi. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Mkikusanywa Waislamu kama Waislamu mtajikuta mko tofauti, ndio mmefarakana kama hizi aya tunazosoma. Kati yenu wengine wanapenda dunia. Kwa hiyo ukiipenda dunia, haya ya akhera kwako yanakuwa magumu na mazito. Na kama patatokezea watu wa kuhamasisha tufanye hilo uliloshauri, watakuwa ndo victim wa kwanza, watashughulikiwa. Watachukuliwa na watu wasiojulikana kwa sababu wanaingilia maslahi ya watu. Lengo la dini ni kwamba iwe juu, liudhhirahu ala dini kulli. Ndio hiyo hunafaa hanifa. Lakini sasa watu wana dini zao, wanataka wazipaishe ndo ziwe ziko juu. Watakubali uzidimoti? Na wana authority na power. Unanifahamu nikisema au? Hawawezi kukubali. Kwa nini huyo mtume alipigwa vita? Huyo mtume alotumwa na Mungu mwenyewe kapigwa vita. Sasa seuze mimi na wewe. Tuseme tunataka tuishi Kiislamu, jamani tutengeneze Baitul Mali yetu na hivi na hivi. Si utaambiwa unaunda serikali ndani ya serikali, ndugu yangu? Unayaweza? Maana mfuko wa zaka ni kama ilivyo TRA. Sasa kama sisi ni Waislamu wengi, tuseme tusimamishe amali hii ya zaka, lazima kuwe na kitengo au idara inayosimamia. Ilikuweko Baitul Mali, inasomesha wataalamu, wanaajiriwa, wanafanya hiyo kazi, wanapiga mahesabu kitongoji mpaka kitongoji. Hapa Kianga, watu wa Kianga wajue watu wanaopaswa kutoa zaka hapa ni nani na nani na nani, wanajulikana. Wanaostahiki kupewa hapa masikini wale vihande ni nani na nani na nani.
Kwa hiyo wale wafanyakazi wale amilina kwenye idara yao husika, na wanatakiwa watu waaminifu, waadilifu, wa kweli, wasichukue. Leo tukiwaweka watu wasema maslahi ndo hayo, anachukua yeye zote, anaenda kununua ardhi, anafanya asset zake na hivi, walengwa hawafikiwi, hawapati. Na ndo wenye kustahiki kutoa nao pia wanakuwa wagumu, hawatoi, wanasema nikitoa hapa na wanufaisha watu ambao wanazo tayari. Ukiona vinaelea, vimeundwa. Sasa sisi hatutaki kuunda na wala havielei vyetu. Kwa hiyo tutaulizana maswali, jawabu zake hamna. To the best of my knowledge, nafikiri umenifahamu, nimekufahamisha vizuri. Haya. Kwa hiyo wanaokufa kwa umasikini ambao ulikuwa unaepukika wataendelea kufa hivyo hivyo. Wenye navyo hawatosheki. Na hizo zaka pia watakusanya wao. Wanunulie maprado, sijui ma VX, manini. Hakuna uaminifu, hakuna uadilifu, hakuna anayetaka thawabu za akhera. Watu wanataka maslahi ya dunia. Bal tu'thiruna alhayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Nyinyi mnajichagulia maisha ya dunia haya ambayo kesho mnayaondoka, mnayaacha. Wakati akhera ndo ya kutayarishwa na ni bora zaidi na ni kudumu milele, hamuitaki. Sasa nani tumlaumu? Umeridhika? Haya. Wewe usiniulize maswali alafu ukaniponza kwa wenye kazi zao. Wamo humu na wajua. Takuja kusema jamaa kasema hivi, kasema naam. Unajua hapo kuna kijana nafikiri jirani yako yule. Mzee Ali, naona simuoni hapa, vipi ule mtu mzima ghala? Kweli. Na hata mimi sijamuona, kama nafikiri unakaribia mwezi sasa. Na kosa langu kwake sijenda pia kumuuliza hali. Lakini nitafanya hivyo inshallah, umenikumbusha. Maana hata jana nilimtaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.